ametuna hivi. Amekosea lakini bado amevimba. Sitaki nini, na mkiweka na wewe ukiwa juu naye anakuwa juu, mkinuniana naye anavimba hata wiki nzima, hata mwezi, hata miaka. Ili wewe ushuke tu. Ujue hii roho Bwana asifiwe sana. Yaani nataka wewe uwe wa kuaibika, yaani kiasi kwa magoti wa kulialia. Nisamee. Bwana asifiwe sana. Yaani sehemu nyingine bosi akitafuta mtu wa kumtoa kazini, wa kupunguza, wafanyakazi wamezidi, hela imepungua, wewe ni wa kwanza. Anaangalia, jamani, nataka nipunguze wafanyakazi. Jicho la kwanza ni kwako. Fulani, naomba utapumzika kidogo mpaka hela itakapokaa vizuri, uchumi utakapokaa vizuri, tutakurudisha. Bwana asifiwe sana. Unasema mimi kati ya wote ndio naonekana mimi tu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Akitaka kuanza mambo ya nani? Akitaka kuanza kukagua, anaanzia kwako. Anasema fulani, najua wewe kazi zako si zote unaharibu tu. Hebu lete. Anakagua, hakosi la kukosoa. Anasema naona mbovu, nilijua. Siku zote nilijua tu. Wewe ndo mambo yako. Lakini unafanya vizuri. Haujawahi kuona watu hata shuleni nakuta anafanya vizuri, mwalimu anambia bado ongeza bidii. Hamna vyema hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni hatari, kwa sababu unakuwa unaonekana na kasoro kila wakati. Wewe una shida. Kazini inasababisha tukio kwenye kazi mnafanya wengi. Pesa kibiwa kwanza unaangaliwa wewe fulani. Bwana asifiwe sana. Tatizo linatokea mahala. Hawa watu huwa wanavishwaga na sura mpaka anatumiwa uchawi muda mwingine. Kuna watu wanatumiwa uchawi. Yaani anapewa sura ya kichawi. Kwa wakitafuta mchawi kwenye mtaa akifa watu, utajua ni fulani, tukashaanza uchawi wake. Fulani, yaani mwaka huu tumwachi, tutamuua. Wanakupa na macho mekundu. Ila mchawi anayeua anakuwa nyuma. Yaani huko kama hii madhabahu anakutanguliza wewe mbele hapa. Anakuchumaa hivi. Anakutuma mshale. Unaenda unaua kule. Ukiua anajificha kwa. Wanakuona wewe. Yeye anajificha. Anaua tena mwingine. Anajificha. Mpaka ifike sehemu watu wanasema kwa kweli tumeshajua sasa fulani anawanga mchana kweupe. Huyu sio kuona watu wanauawa. Bwana asifiwe sana. Tumia uchawi. Hii ndio ilikuwa inatokea huko Shinyanga. Pale Shinyanga kwenye daraja lile kulikuwa na iko kiringe kikubwa cha joka kuu. Hiyo joka ambaye anabeba watu 1000. Ni joka kubwa. Yaani treni hizi sijui zingia mara 100 ngapi. Ni kubwa, liko pale. Kwa hiyo hii kazi ikienda tu mara moja kwa tia giza watu wa kule kwa sababisha matukio, kwa sababu ule mkoa ni mkoa wa kichifu. Kwa hiyo inatakiwa wachawi wawe wengi sana kule. Sasa uchawi badala yake uchawi unaenda unaondoka, unakataliwa. Kule kuna wachawi lakini sio vile kama unavyoona, wengi wanasababishiwa. Wanasifiwa sana. Wanaloga, mchawi anaenda anatungua mtoto wa mtu alafu anaonekana kwenye ndoto. Yaani anatangulia kwenda na sura yako wewe. Anaona na mkaba. Anahangaika. Alafu anakuona wewe sura. Kesho anamwambia nimeona mambo yako. Anakuja na kuonya, nimekuona kabisa, umekuja kunikaba. Wewe rudia tu. Kati wewe hujui wala tunguli huna. Anarudia tena akaba. Anakuona na mkaba. Kwa hiyo wachawi wanatumia hivyo mpaka mwisho wa siku nadharirika. Sifa zote zinaonekana kwamba fulani ni mchawi. Bwana asifiwe sana. Lakini pia wapo pia wachawi makonkodi huwa yanatambulika. Yapo pia makonkodi yale yameroga sana huwa yanatambulika pia kwenye mtaa. Nyingine unakuta ni kweli ni kwiji. Yaani huwa hawafichiki. Wale pia watu wanaposema fulani mchawi huwa ni mchawi kweli. Mfano mimi babu alikuwa hivi. Yaani akipita sehemu akikuona hivi anasema kesho amki. Manake ashakuangalia kwenye kiringe, ashakuangalia kivuli chako, ashakichukua. Na wewe huna lolote. Usiku wewe unakuwa juu mpaka kufa. Kitanda kinaenda tumbo linavimba mpaka hapo. Na kufa.
ndio zinaongea tumboni. Bwana sasa, uchawi na banyani, na chawi aina 400, uchawi wa banyani, uchawi wa zongo, uchawi wa kerufi, uchawi wa feti.